ya matumizi ya programu. Sasa ndugu zanguni, nawakaribisha sana kwenye mafunzo yetu ya AI Mastery. Leo kimsingi ndiyo siku ya kwanza kati ya siku 7 ambazo tutakuwa pamoja kuelekezana juu ya AI, na katika utaratibu wetu siku za Jumamosi na Jumapili huwa tunapumzika ili tuwe na familia. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea leo Jumanne, leo Jumanne mpaka Ijumaa, na kama kuna wenzetu wa Adventist wale wa Sabato ambao Ijumaa wanaweza wasiweze kuhudhuria mafunzo, na utaratibu wa namna ya kuwasaidia weekends ambapo watakuwa free, lakini wawe huru pia kunijulisha ili kisiwapite kitu. Kwa hiyo nijulishe mapema kama wewe ni msabato, ili lile somo la Ijumaa mojawapo usiwe unapita kwa sababu ya imani yako. So leo tutakuwa tunaanza rasmi safari yetu ya AI Mastery. Sasa ningeliweza tu kuanza kukufundisha namna ya kuandaa tangazo, namna ya kuandaa video, na ungeweza na unaweza kuandaa hivyo vitu, lakini nadhani pia kwamba iko haja ya kutengeneza kizazi ambacho kina viongozi walao wanaoielewa AI. Yaani hapa issue si tu kwenda kuandaa picha, ni vitu ambavyo unaweza kuvifanya, lakini issue ambayo mimi naitamani kwa jamii ni kuwa na watu ambao watakuwa na impact juu ya AI. Tunapoizungumzia AI kwenye issue ya maadili, AI ina changamoto zipi? Kwenye issue ya ajira, AI ina changamoto zipi? Sasa tunazungumza tu AI, lakini AI ni nini? Ilianzaanzaje? Historia yake kidogo. Kwa hiyo kwa sababu hizo huwa naona ni vema na haki walau kuanza kudodosa juu ya AI, walau historia yake, ili ukimaliza mafunzo haya usibabaishwe tena na shauri la AI ni nini na vitu kama hivyo. Sasa naona watu ni wengi kabisa, kama hivyo nimeeleza jana na leo nasisitiza. Baada ya mafunzo haya, wale wote waliolipia watakuwa kwenye grupu maalum la AI Mastery 9. Hakikisha unaungwa huko, na wale ambao hawajalipia hamtakuwa na access tena na haya mafunzo, kwa sababu kesho kutakuwa na link ya siri ambayo watatumiwa waliolipia tu. So kuwa tuna amani kwa sasa. Hata kama hujalipia, kuwa na amani, endelea kusikiliza. Kwa wale ambao mmelipia, muwe na amani na furaha. Okay, kwa sababu mnachokipata leo hiki kidogo, mtajipakulia minyama kuanzia kesho na kuendelea. Kwa hiyo ninaona iko haja kwamba tuandae utaratibu wa watu kwanza kuielewa AI, na unapoielewa AI unakuwa kiongozi, na ni viongozi kwenye familia zetu, kwenye taasisi zetu, kwenye kampuni zetu na kadhalika. Sasa hii teknolojia ambayo imeshafika na haina mpango wa kuondoka, ni lazima tuielewe walau kwa namna fulani ya kilei, ya kima, ni layman, in a layman way. Ndio maana naanza na kahistoria haka ka AI kwa ajili ya jambo hilo, na kwa kuonesha hiyo dhamira yangu, pia ninaandika kitabu cha The AI Governance Blueprint ambacho nazungumzia umuhimu wa AI katika taasisi zetu na namna gani AI inapaswa kuhakikisha bado inatenda haki na haileti madhara, kwa sababu AI ina madhara yake pia. Na mpaka sasa baadhi ya nchi kama Uingereza tunaona wenzetu wanaanza kutunga sheria ya AI. Tanzania bado hatujafikia huko. Kwa hiyo ni lazima tunaposhiriki katika, kwa mfano, mijadala ya utungaji wa sheria, kwa mfano vyombo vyetu vya utungaji wa sheria vinapokusanya maoni, kwa mfano, ni lazima tuelewe kitu ambacho tunakitolea maoni. Hiyo ndio shabaha ya kwanza na haya yote. Kwa hiyo usione kama unachelewa hivi, ingetamani ufike haraka umalize. Tunaenda hivyo vizuri, okay? So
miaka ya 1940 hivi patokea mwanaume mmoja anaitwa John von Neumann ambaye alikuja na wazo la kuwa na kompyuta yenye program ambayo inaweza kufanya kazi kwa kuchakata na kutunza taarifa. Hilo ndio wazo lake. Aliwaza wakati sisi nafikiri hata tano ilikuwa haijazaliwa, wakati sisi tunahangaika walau tuwe na chama ambacho kitatuletea uhuru. Wenzetu walikuwa wanafikiria kuwa na kompyuta ambayo inaweza kuchakata. Kaka Mhereza Alan, tafadhali usichezee screen. Wanaweza kuchakata hiyo kompyuta na kutunza taarifa. Hiyo miaka ya 40. Okay? Baadaye kidogo walitokea wataalamu wengine, wana teknolojia hawa, bwana Warren McCulloch pamoja na Walter Pitts. Sasa hawa walikuja na wazo la kuwa na kompyuta yenye mfumo wa neuroni wa kidijitali, neural networks, mfumo wa neuroni wa kidijitali. Sasa kaka Jim, jana ulikuwa unazungumzia juu ya istilahi hizi kuwa ngumu na vitu kama hivyo. Sawa, utaelewa hivi taratibu, na nimeelezea vizuri kwenye kitabu cha Ulimwengu wa Akili Bandia ambacho mtapewa bure muda sio mrefu sana ndani ya hizi siku 7. Okay? Sasa hawa Warren pamoja na Walter walikuwa wakaja na hilo wazo. Ili kuboresha wazo la John von Neumann, kulihitajika kumimiki, kuiga ubongo unavyofanya kazi. Sasa ubongo unafanya kazi kwa kutegemea hasa zaidi mfumo wa neuroni, tunaita huo neural system, jinsi neurons zinavyosafirisha taarifa mpaka ubongo unaweza sasa kufanya tafakari na kuleta majibu. Kwa hiyo hao mabwana wakaongezea chumvi kwenye wazo la John von kwamba tuwe na kompyuta sasa ambayo itakuwa na mfumo wa neuroni wa kidijitali, neural networks, ambao hivi leo tunaita ni artificial neural networks, ambao mimi naita ni mfumo wa neuroni wa kidijitali ambao utakutana nao kwenye kitabu chako cha Ulimwengu wa Akili Bandia. Nimeelezea kwa kina na namna unavyofanya kazi. Sasa kama unatokea katika upande wa biolojia, utakuwa unaelewa vizuri, walau katika mada ya coordination tunazungumzia masuala hayo, jinsi ubongo unavyofanya kazi na kadhalika. Kwa hiyo lengo la hawa wanataaluma ni kwanza waliusoma ubongo unavyofanya kazi, na wakasema tuje na kitu ambacho kinaweza kufanya kazi kama ubongo. Sasa ubongo unafanyaje kazi vizuri? Unafanya kazi kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uwepo wa mfumo huo wa neuron. Kwa hiyo wao wakafikiri kwamba je, tunaweza tukaja na mfumo wa kidijitali wa neuroni katika kompyuta ili kompyuta iweze kufanya kazi kama binadamu. Sasa kwa nini walitamani kuwa na kompyuta inayoweza kufanya kazi kama binadamu? Nitakuja kueleza hivi punde. Na hivi walikuwa na hiyo tamaa sasa ya kuwa na hiyo neural networks au mfumo wa neuroni wa kidijitali ambao pamoja na kazi nyingine, kazi yake kubwa ilikuwa ni kujifunza mielekeo, yani patterns mbalimbali kutoka kwenye data na kufanya utabiri au maamuzi kulingana na mielekeo hiyo, sawa kabisa na namna ubongo wa mwanadamu unavyofanya kazi. Tunapozungumzia patterns, kwa mfano Waswahili tuna msemo kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Maana ukiona mawingu unabashiri kwamba mvua inaweza kunyesha. Kwa hiyo hizi kompyuta, hizi system zinapewa hizo data, zinajifunza kutoka kwenye hizo data, na kutoka kwenye hizo data zinapata mwelekeo kwamba kutokana na taarifa hizi basi kitu hichi kinaweza kuwa hivi. Kwa hiyo wito wa msingi wa Warren McCulloch pamoja na Walter Pitts ni huu hapa. Wanasema tumebaini kwamba ubongo wa mwanadamu unafanya kazi kama mashine. You see, kwanza walibaini, they discovered this. Okay? Tumebaini kwamba ubongo wa mwanadamu unafanya kazi kama mashine. Of course kwenye science kitu cha kwanza ni kujiuliza, lakini ni kubaini.
Sasa kubaini, tunaweza tukabaini kwa namna mbalimbali, tukajiuliza kwa kujiuliza, au tu kwa from sheer of curiosity. Kwa hiyo huwa mara nyingi wanawaambia vijana ambao wananadi kwamba Mungu hayupo kwa sababu wao ni wanasayansi. Of course I'm also a scientist, lakini huwa nawaambia kwamba kadiri yangu mimi, sayansi ni moja ya nyenzo za kiroho ambazo zina study maajabu ya Mungu. A science, according to me, science is just a spiritual tool which is used to discover the mysteries of God. Kwa sababu I'm a pharmacist, tunaposoma physiology na anatomy, hata tunapojifunza kwa mfano ufanyaji wa kazi dawa, despite unaweza ukaspecialize kivipi, lakini ukweli ni kwamba dawa inatibuje. Sio inafanyaje kazi mpaka kutibu, no, inatibuje mpaka kutibu. This is a mystery ambayo tunamwachia Mungu tu. Sisi tutajua dawa, tutachagua route of administration, itaingia itaenda sehemu fulani, mara itaenda kwenye ini, hapo kwenye iti kutafanyika metabolism, mambo ya yote IDM, administration, distribution, metabolism na excretion. Baadaye ile dawa itapaswa kutoka. Hatutaki dawa ikae mwilini. Ikishaingia kwenye mzunguko wa damu, itazunguka, itaenda kwenye ini, itakuwa metabolized. Metabolism maana ni kubadilisha ile dawa iwe katika hali ambayo kitu kitatoka nje. Kwa hiyo itaenda kwenye kinyesi, itaenda kwenye jasho, itaenda kwenye mkojo, dawa inatoka. Baadaye mtu anapona. Anaponaje? This is a mystery. Sasa Mungu huwa hatujalii kuona kila kitu na kuelewa kila kitu. Anatupa tu mangamungamu fulani kwamba ukimeza huu 40 utapona tumbo. Unaponaje? This is a mystery. Kwa hiyo hakuna mwanasayansi wa kweli ambaye anaweza kutumia sayansi kupinga uwepo wa Mungu, kwa sababu sayansi yenyewe tunaishi kwa imani. So hao wenzetu wanasayansi waliwaza hivyo, walibaini hicho. Sasa tunaposema ubongo, maana yake ni kitu ambacho mwanadamu hajakiumba. Ndio maana nasema science is just discovery of mysteries of God. Sawa? Kwenye mwili wa binadamu kuna vitu ambavyo profesa anasema kwamba hii ni unfunctional, kazi yake haijulikani. Hii imegunduliwa, kuna kitu mwilini kwenye utumbo, kwenye seli kimegunduliwa, lakini kazi yake bado haijulikani, lakini ina kazi. So Mungu yuko hivyo. So wao wakabaini hivyo kwamba ubongo wa mwanadamu unafanya kazi kama mashine. Sasa kwa kutumia mashine yenye mfumo wa neva, au ndio hiyo neural networks, au mimi naita mfumo wa neuroni wa kidijitali, binadamu sasa anaweza kupumzika kazi na mchakato wa asili wa kufikiri kwa kukasimisha mchakato huo wa kufikiri au kazi hiyo ya kufikiri kwa kompyuta fikara. Mimi naita kompyuta fukara, a thinking computer, kompyuta inayofikiri. Kwa hiyo wao walikuwa na hilo tamanio kwamba kwa kuwa tumegundua ubongo wa mwanadamu unafanya kazi kama mashine, na kama tukiweza kuifanya mashine ifanye kazi kama ubongo wa mwanadamu, maana yake mwanadamu atapumzika kazi ya kufikiri. Badala yake hiyo kazi itafanywa na kompyuta, wakati mwanadamu anaendelea kuboresha matokeo ya ile kazi au kuharakisha kufanya maamuzi. Kwa mfano, Tanzania kuna baadhi ya mikoa ina shida ya maji ya kunywa, maji safi na salama mfano. Halafu sasa mimi ni waziri wa maji, natakiwa sasa nitumie pesa nyingi kufanya utafiti, kubaini wapi kuna shida, wapi kuna fund ambayo inaweza tukaanza na mkoa mmoja ambao una shida zaidi. Huo ni mfano. Lakini unaweza ukaingia ChatGPT akakupa taarifa kwamba mkoa gani una shida ya maji zaidi. Sasa kuliko kutumia miezi mitatu kutafuta, kompyuta sasa imenipa taarifa mimi, imenipunguzia ile kazi ya kufikiri.
Sasa ninazo zile data tayari ambazo zinaweza kurahisisha nini cha kufanya wakati huo. Kwa hiyo wao walifikiri katika namna hii ya kumsaidia mwanadamu kupunguza mzigo wa kufikiri ule wa asili ufanywe na kompyuta, alafu mwanadamu ajikiti kwenye mambo mengine ya msingi. Hiyo ilikuwa ni kazi ya Warren McCloch pamoja na Walter Pitts. Kwa hiyo hizi chokochoko zilianzia huko miaka hiyo kabla ya tano hakijazaliwa. Sasa baadaye mambo yakaanza kuwa mazuri zaidi. Mwaka 1950 mwanahisabati na mwanateknolojia Alan Turing alifikiria juu ya uwezekano wa kuwa na mashine inayoweza kufikiri kama mwanadamu. Kimbembe sasa kilianza hapa. Wale wanazungumzia kompyuta hivi, huyo anazungumza, anapanua sasa. Anataka kitu ambacho kinaweza kufikiri kama mwanadamu. So, na katika makala yake ya Computing Machinery and Intelligence ya mwaka 1950 akaja na jaribio aliloliita jaribio la Turing ili kuthibitisha hilo. Alijiulizaje? Alijiuliza hivi, je, mashine inaweza kufikiri? Nadharia yake ilikuwa kwamba ikiwa mashine inaweza kuiga majibu ya binadamu kiasi kwamba haiwezi kutofautishwa na binadamu, basi tunaweza kusema kwa maana ya kiutendaji kwamba mashine hiyo inafikiri walau kama mwanadamu. Kwa hiyo kulikuwa na hayo majaribio, na baadaye wakaja wanasayansi wengine wakaelekea kuthibitisha kwamba huo upo uwezekano kwamba ukifanya mashine imejibu kitu fulani, mtu akija kuangalia ile majibu hawezi kutofautisha na jibu la mwanadamu na jibu la mashine, kitu ambacho kinaashiria kuelekea kuaminika kwamba kumbe mashine na mwanadamu wanaweza kufikiri katika hali iliyo sawasawa. Okay? Sasa mwaka 1956 istilahi artificial intelligence, yani akili bandia, iliasisiwa rasmi na mtaalamu wa kompyuta anaitwa John McAfee katika pendekezo lake kwenye kongamano la kiteknolojia ambayo ilifanyika mchini Dartmouth, Marekani katika huko Hanover, New Hampshire huko Marekani. Kwa ilikuwa ni mwaka 1956 ambapo artificial intelligence istilahi hii ilipata kuasisiwa na bwana huyo John McAfee. Sasa hilo ndilo lilikuwa kongamano la kwanza rasmi la kuanzisha taaluma ya AI. Kongamano hilo lilifadhiliwa na kitu kinaitwa DARPA au DARPA ambayo ni Defense Advanced Research Project Agency. Huyu ni wakala maalum wa utafiti na maendeleo ya teknolojia ya juu chini ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Kwa hiyo kazi yao kubwa, kwa mfano, wanaratibu na kusimamia utafiti wa kisayansi na teknolojia, wanaendeleza teknolojia bunifu na za kimkakati, pia wanasaidia kuboresha uwezo wa kiulinzi na kiusalama wa taifa la Marekani, wanachochea ubunifu wa teknolojia katika nyanja za ulinzi na usalama, wanafadhili miradi mbalimbali ya utafiti yenye uwezo wa kuboresha mifumo ya kiulinzi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hawa walifadhili hilo kongamano ambalo lilifanyika huko mjini Dartmouth, Hanover, New Hampshire. Kwa hiyo wanasayansi wengi walihudhuria huko, lakini John McAfee ndio anapata huo maarufu kwamba ndiye mwasisi wa istilahi hii ya artificial intelligence. So kwa hiyo kwa ufupi tunaweza kuona kwamba sasa artificial intelligence baada ya hapo, baada ya hilo kongamano miaka ya 1980 hivi, 1980 ilizaliwa istilahi ya machine learning au ujifunzaji wa mashine. Sasa haya tunaonufaika nayo kwa sasa ni kwa sababu ya uwepo huo wa hicho kitu kinaitwa ujifunzaji wa mashine, kwamba mashine sasa inaweza kujifunza. ChatGPT inaweza kujifunza namna yako ya uandishi, na ukimweleza kuandikia makala atakuandikia kwa namna yako. Tunapoenda kujifunza uandishi wa vitabu, nitawaeleza namna ya kuandika kitabu kwa namna ya mwandishi fulani ambaye wewe unampenda, au namna ya uandishi fulani ambao wewe unaupenda. Na hiyo AI imejifunza aina hiyo ya uandishi, inamfahamu huyo mwandishi, imesoma makala zake na vitabu vyake, atakuandikia kitabu au sura kadiri ya namna hiyo ya huyo mwandishi. Tutakuja kujifunza zaidi kwenye uandishi wa vitabu.
Okay? So baada ya hapo, kwa kweli mpaka sasa AI iko karibia kila mahala, tunaita ni ubiquitous. Ni ubiquitous, ipo kila mahala na ipo katika hali sasa. Baadhi ya wanateknolojia wanatuletea hata mambo ya ajabu. Kwa mfano, Elon Musk anataka kuletea wanawake wa AI licha kwamba sio mtu ambaye navutiwa na hicho kitu, lakini ni ukweli kwamba inakuja. Kuna wakati vijana wataoa AI kwa sababu haiombi nauli, hailalamiki, haikasiriki, haina majungu, ukichelewa kurudi nyumbani haisemi neno. Kwa hiyo wako vijana pengine ni wa ovyo wataanza kununua na kuishi na marobot. Sasa hili ni swala la kimaadili kwenye ethics, kwenye philosophy, tunaita moral philosophy. Haya ni maswali ya kimaadili. Tunapozungumzia haki, justice, ina maana ipi? Kila mtu afanye anachojisikia? Je, tunazungumzia ni usawa wa mapato ya jambo fulani? Mtu akiamua kuoa AI, hiyo ni ethical? Is it justice? Is it a just? So haya ni maswali ambayo ni lazima tuyaelewe vizuri ili tuweze kuwa na maamuzi wazuri kwenye jamii zetu. Sasa hiyo tunazungumzia ni AI, lakini tuna vifaa. Kwa mfano, let me say it as a scientist, vibrators. Wadada siku hizi, dada zetu wananunua hizo vibrators. Unashangaa haya nini, hana matumizi nayo. So this is the point ambayo tupo kwenye state ya moral decay katika jamii, na hatuwezi kukaa kimya, lakini hatuwezi kumudu kuyazungumza hayo kama hatuyajui. So we have to learn it. Kwa hiyo kama wadada wananunua vibrator na kuishi, yani ni kipande fulani hivi ni kama cha uume, ikitokea kuna mwanaume AI kabisa anayekubembeleza, wataoana nao. So tunaendelea huko. Sasa hii inachokoza tu, hii mada yake ipo huko mbele, tutaijadili. Ni mambo ya ajabu yanakuja, so we have to be very alerted, otherwise kizazi kitaangamia. Huo ndio ukweli kuhusu AI na teknolojia. We are in a very dangerous era of this world. Kwa hiyo usiumie wala usifurahie, tunaendelea. Kwa muhtasari, Alan Turing mwaka 1950 alipendekeza wazo la kuwa na mashine inayofikiri kama mwanadamu, na mwaka 1956 islahi akili bandia ilizaliwa rasmi katika kongamano la kiteknolojia ambayo ilifanyika huko mjini Dartmouth, Hanover, New Hampshire, Marekani. Na mwaka 1960 mpaka 70 kulifanyika uimarishaji wa kitaalamu ya akili bandia, mifumo yake. Mwaka 1980 kama nimesema, islahi machine learning ilizaliwa rasmi, na mwaka 2010 kulitokea mageuzi na maendeleo makubwa sana katika ulimwengu wa akili bandia, na sasa matumizi ya akili bandia yameenea karibia katika kila sekta. Wakati mimi napenda sana Jack Ma, wakati anazungumza juu ya kwamba matajiri wa miaka 10 ijayo watatoka kwenye data economy, nilikuwa simuelewe, sasa ndo naelewa. Kwa hiyo watu wenye data sasa ndio matajiri, kwa sababu data ni biashara. So matumizi ya AI sasa yapo katika kila kona. Mpaka hapa, kama una swali litunze. Sasa swali la msingi, akili bandia kweli ni bandia? Ni swali la msingi ambalo napenda kuwashirikisha. Sasa hapa nimekuwa nikishutumiwa na watu mbalimbali kwamba ninaharibu lugha ya Kiswahili. Okay? Nimekutana na mtaalamu, mhariri wa lugha ya Kiswahili, mhariri huyu akaniambia kitu hicho pia. Nilikutana na mtaalamu mmoja wa computer science na akaniambia kitu hicho. Ilikuwa ni muda kidogo. Okay? Kwa hiyo wananishutumu kwamba AI Kiswahili chake sio akili bandia. Kwa mfano, huyu mtaalamu
wa kompyuta alisema kwamba Fred, artificial intelligence sio akili bandia bali ni akili mnemba, na hivi kwa tafsiri halisi ya Kiswahili ni akili mnemba. Huyu hakuwa na maneno mengi, aliniambia hivyo tu akaachana na mimi. Lakini huyu mtaalamu na mhariri wa lugha ya Kiswahili tulienda mbali zaidi. Yeye alisema, Fred, nakushauri tu uwe mfuatiliaji wa lugha ya Kiswahili hasa katika uga wa islahi ili ujue visawe sahihi vya Kiswahili vinavyowakilisha dhana ya Kiingereza za Kiingereza. Artificial intelligence sio akili bandia kama unavyolinaadi katika mafunzo yako mengi. Visawe vyake sahihi ni akili mnemba au akili unde. Kwa hiyo fanya kubadili matangazo na maandiko yako kutoka akili bandia kwenda akili mnemba. Bado nilikuwa mbishi sana, mimi naendelea na akili bandia yangu. Kwa hiyo akaniambia, hebu nipe sababu za kwa nini hupendi kutumia akili mnemba, na hiyo sababu isiwe romantic hivi kwamba tu kwa sababu haikuvutii. Kwa hiyo niliwaambia kwamba kwanza ni kweli islahi artificial intelligence hata kwenye Kiingereza pia wanapata shida hiyo. Wanapata shida hiyo. Lakini kwa mimi walau kwa wakati fulani nimekubali kuita akili bandia na sio akili mnemba. Moja ya islahi ambazo sikuwahi kukubaliana nazo kabisa toka imetokea ni akili mnemba. Na nashukuru sana. Nafikiri tulikuwa kwenye bachi ya pili, ilikuwa mjadala mkubwa sana. Tulikuwa na Daktari Ahmadi Juma. Huyu nafikiri anatoka kwenye Baraza la Kiswahili au sehemu kama hiyo. Tulikuwa na mjadala mkubwa sana. Na sijajua kama alichukua mapendekezo haya, lakini alifurahishwa na huu mjadala. Baadaye nikaona serikali imebadilisha kutumia islahi ya akili mnemba. Siku hizi wanatumia akili unde. Walibadilisha kutoka islahi ya akili mnemba, sasa wanatumia akili unde. Sasa sijajua kama mjadala wetu ulichangia, lakini ulikuwa mjadala mzuri sana. Sasa nilieleza kwa nini situmii akili mnemba. Okay? So niliwaambia kwamba nakili wazi kwamba majina yote akili bandia na akili mnemba hayakisi uhalisia na muktadha wa dhana nzima ya artificial intelligence. Ni kweli, nakiri kabisa. Ni islahi ambayo imekuja ghafla sana katika lugha ya adhimu ya Kiswahili, na hivi bado sote tunatapatapa. Na ni kweli, kuonesha hilo tumeona serikali ikiwa inabadilisha hizi islahi. Mwanzoni kama ilikuwa 2023, 22, 24 ungeweza kuona maandiko ya serikali yameandika akili mnemba, lakini leo unaweza kukuta inaandika akili unde. Kwa tunaona kuna hayo mabadiliko. Lakini kwa nini sipendelee akili mnemba na nilikuwa nimelikataa kabisa? Sababu moja ni kwamba, ambayo ndio msingi, mimi sema ambayo nimetoka, sisi tunaenda jandoni wanaume. Sasa unapoenda jandoni unauaga unemba. Mnemba ni mtu ambaye ni msungwa, hajaenda jandoni. Sasa katika dhana hiyo ni mtu ambaye haelewi mambo ya kiutu uzima, hapaswi kuambiwa siri za kijamii, na hivi hata tunapoenda makaburini kuzika, mtu ambaye ni mnemba haruhusiwi kufika pale makaburini kujua kinachoendelea, anavyolazwa mtu, anavyofukiwa, anavyoswaliwa kama ni Waislamu, anavyosaliwa kama ni Wakristo. Huyu ni mnemba huyu. Kuna mambo hapaswi kujua. Huwezi kuoga naye huyu mtu ambaye hajaenda jandoni. Ukisharudi jandoni ni mwiko kabisa kuoga na mtu ambaye hajaenda jandoni. Sasa sina shida na wale ambao hamjatahiriwa, lakini nazungumzia katika jamii yetu. Okay? Kwa hiyo mnemba ni mtu huyo ambaye hajui siri, bado mchanga kiakili. Huwezi kwenye sisi wa Afrika tupo kwenye ni wazuri kwenye oral tradition. Kwa hiyo mnemba haaminiki kumpa taarifa ambazo anapaswa kuzitunza au siri azitunza ili aziendeleze kwa jamii nyingine. Hayo unaambiwa jandoni, na ukisha rudi unaanza kujitenga naye. Hata kwenye mpira hivi ukikutana na mnemba unaona kama atakuchafua hivi. So ni perception ya kijamii. Sawa. Sasa kwangu mimi, kwa sababu tayari hilo limenikaa kichwani, ningesema hapana. Kwa nini hii akili bandia ambayo artificial intelligence ambayo mimi naitumia inazijua siri nyingi, inaelewa mambo mengi, na mimi nazungumza naye kumpa siri zangu nyingi ili aweze kunijibu,
kwa nini huyu awe afananishwe na mnemba? That was my question. Kwa hiyo mimi sikuweza kulifurahia kulitumia jina hili. Lakini hata siku moja ikitokea nazungumza na babu yangu, naweza mzee, niko busy hapa kidogo, naandika kitabu changu kwa kutumia akili mnemba. Babu hawezi kuzimia kweli? Atashtuka kwanza, kumweza artificial intelligence hawezi kuelewa. Lakini akisikia hiyo mnemba, mimi ndio naitumia kuandika vitabu, atanishangaa sana. So nikarikwash kwamba siwezi kutumia hii istilahi kwa maana hiyo. Sawa. Sasa swali linakuja kwamba je, tafsiri ya neno artificial ni bandia? Kisha msingi tutafakari. Mimi sidhani sana kwamba artificial maana yake ni bandia. Lakini nini kinanishawishi nibakie na istilahi akili bandia walau kwa muda fulani? Sasa ili kupata jambo hili, kwa sababu ni la msingi kulijadili, tutaangalia kitu kimoja muhimu sana: kinga ya mwili. Kwenye hizi kinga za mwili tunazo kuu mbili: kinga ya mwili asilia, natural immunity, na kinga ya mwili isiyo asilia ambayo tunaita artificial immunity. Neno artificial linatokea hapa. Sasa kinga ya mwili asilia, natural immunity, huwa inakuja yenyewe mwili kwa kupata magonjwa, umepata kidonda na kadhalika. Okay? Kwa hiyo inatoa kinga za mwili. Kinga maana yake ni nini? Ni kitu ambacho umepata ugonjwa fulani, seli zako za mwili zimereact na kutengeneza kinga dhidi ya aina hiyo ya ugonjwa kama utatokea baadaye. Hiyo ndio maana ya kinga. Okay? Ni kama kwa mfano nchi imevamiwa. Kwa mfano chukulia Tanzania. Tumevamiwa kutokea Msumbiji, kwa hiyo tumevamiwa kwa kuingilia mkoa wa Mtwara. Okay? Baadaye jeshi letu lilisema okay, kumbe Mtwara na Mweda kwa mfano, Msumbiji na Tanzania ni porous. Kwa hiyo watatengeneza ulinzi pale. Umeona? Ndio mwili unachokifanya. Kwa ukishapata aina fulani ya ugonjwa, mwili ukisha react unaongeza walinzi ili ugonjwa huu, ili wavamizi hao wakija tena kwa kutokea huko Msumbiji watapigwa kupitia mto Ruvuma. Hali kadhalika na eneo lote, iwe Nyasa kwa Malawi na Tanzania na kadhalika, au Tanganyika, ziwa Tanganyika, Kigoma na Burundi na kadhalika. Hivyo ndivyo system yetu ya mwili Mungu alivyoiumba kwa namna ya ajabu ya kutisha. Kwa hiyo unaona kila siku unaamka vizuri, unapata homa kidogo, inaondoka, kumbe mwili wako tayari unaendelea kujitengenezea kinga za mwili. Hiyo ni natural. Tunapozungumzia natural, kwa namna nyingine, lugha rahisi tu. Kwa nini sisi wasayansi wanaona aibu? Ni Mungu tu. That's God. So tunazaliwa na hivyo vitu. Sasa sisi wanasayansi tukasema tuna mambo yetu sisi, tukasema kwamba hii natural immunity inaweza kuchelewa au inaweza kuleta madhara makubwa. Kwa mfano ugonjwa ukija ghafla na mwili hauna kinga. Tufanyaje sasa? Sasa tufanye hivi, tusababishe mwili utengeneze kinga ya ugonjwa fulani kabla ya mtu haja upata ugonjwa huo, ili akija kuupata ugonjwa huo mwili uwe na kinga za kupambana na ugonjwa huo. Yaani kwa mfano sasa, mfano wangu wa vita kwamba tuliambia jeshi la Msumbiji lituvamie makusudi kupitia Mtwara, halafu ili jeshi liamke la Tanzania litengeneze ulinzi, ili ikitokea vita ya kweli baadaye tuwe na nini? Na jeshi ambalo liko tayari. Huo ni mfano rahisi kueleweka. So tukaja na kitu kinaitwa artificial immunity. Tunakuchoma sindano ya BCG kwa mfano, hiyo ya tuberculosis, ya TB, tunakutia vimelea vya ugonjwa wa TB, ili katika maisha yako yote ukikutana na hilo gonjwa la TB, mwili wako tayari una kinga za kupambana na TB. That is artificial immunity. Wale waliochanjwa chanjo ya COVID-19 ndio hivyo, unatiwa vimelea vya ugonjwa wa COVID-19 au SARS-2. Okay? Mwili wako una react, unatengeneza kinga dhidi ya vimelea hivyo. Kwa hiyo pale ambapo let's say hii COVID-19 ikija COVID-26 like COVID-30, utakuwa na kinga. Sasa hatujui kama kweli itafanya kazi vizuri. Ugonjwa wenyewe ulikuwa na siasa nyingi sana. I'm scientist, lakini ulikuwa na vitu vingi. Sasa hatujui. Lakini walao tunaamini kwamba mwili tayari umeshatengeneza kinga. Hii chanjo ilikuwa na mambo mengi kwa sababu unahitaji booster ya kwanza, booster ya pili, booster ya tatu. Sasa tutapata shida. Unahitaji booster nyingi sana. Lakini anyway, tuchanje. Sasa
Ikija COVID 2030 mwili wako tayari utakuwa na kinga, sio natural, itakuwa na kinga ambazo zimesababishwa na chanjo uliochoma 2022 mara baada ya Magufuli kufariki 2021 2022. Okay, so unaweza kuona hicho kitu maana yake. Sasa hiyo ni artificial. Hiyo nini? Artificial, kwamba mwanadamu kwa sababu zake za makusudi anataka kubusti kinga hiyo ya mwili, kitu ambacho ni tofauti na ile kinga ya asili. Okay, kitu ambacho nimeshakielezea hapa. Kwa mantiki hiyo basi, artificial intelligence, tunapozungumzia artificial immunity, ni namna ya kwamba mwanadamu anasababisha kitu ambacho tayari kipo kizalishe kitu ambacho kitafanya kazi kama kitu cha asili. Manake ni mimic. Ile immunity tunapokuwa nayo, artificial immunity, inafanya kazi kama ile natural immunity. Na hivi neno artificial kumbe ni kitu ambacho au jaribio ambalo mwanadamu anakifanya kitu hicho kiwe na nguvu kama ile nguvu ya asili. That is the artificial concept ya artificial. Kwa mantiki hiyo basi, artificial intelligence kadiri ya mtazamo wangu ni jaribio la mwanadamu kuifanya mashine au mtambo wa kidijitali ifanye kazi kama ile kazi ya asili ya akili halisi ya mwanadamu. Naomba nirudie hapa. Artificial intelligence kadiri ya mtazamo wangu ni jaribio la mwanadamu kuifanya mashine au mtambo wa kidijitali, hiyo mashine ifanye kazi kama ile kazi ya asili ya akili halisi ya mwanadamu. Kazi ya asili ya akili halisi ya mwanadamu ni ipi hiyo? Tutakuja kuona muda si mrefu. Sasa je, swali la msingi kujiuliza, akili bandia kweli ni bandia? Swali hili linavutia sana, lakini naweza kusema ndiyo. AI ni bandia, hiyo artificial ni bandia, hiyo artificial intelligence ni bandia, kwa sababu nielewe, kwa sababu haijazaliwa kama binadamu, haina uasili kama ile akili halisi ya binadamu. Lakini ndugu zanguni, matokeo yake si bandia kabisa, matokeo yake ni halisi. AI inafanya kazi halisi. Kwa mfano, inashauri madaktari, inatabiri masoko ya hisa, inauza bidhaa. Mpaka kaka moja amesema inatumika, watu wanatumia hadi kubashiri matokeo kwenye betting. Na hivi AI inafanya kazi halisi. Hivyo ubandia wake upo kwenye uasili wake na sio kwenye matokeo na uhalisia wake. Sasa tunaposema dawa bandia, maana ni dawa ambayo haifai tena kutumika. Sasa hii ni tofauti tunapozungumzia bandia. Okay. Machine digital. Okay, so inasema akili digital ni nini kwa Kiingereza? Okay, baada kaka Jim na aliweka swali vizuri. Talielewa vizuri swali. We are going to the point. Utaliweka vizuri swali lako ili niweze kujibu vizuri. Sawa? Kwa hiyo tunapozungumzia akili bandia, napongangania islahi, ubandia wake haupo kwamba ni fake, ila upo katika hali ya kwamba sio natural, sio asili, ni mwanadamu ame-invent. Mwanadamu ame-invent. Okay? Hitimisho. Sasa ndugu zanguni, ukweli ni kwamba akili mnemba siwezi kuitumia, na sikushauri uitumie pia. Na akili unde unaweza kuitumia, lakini mimi ni mtu wa matangazo, ni mtu wa sokoneshaji. Kwenye marketing hatutumii lugha ngumu. Kwa hiyo unapotumia akili unde, mtu anaanza kushangaa unde ni nini, ushampoteza huyo mteja. Sasa watu wengi walishajua ni akili bandia. Kwa hiyo ni islahi ambayo inajulikana. Kwa hiyo licha kwamba haiko 100% perfect kwenye uhalisia wake hiyo islahi,
lakini kwetu sisi watu wa marketing ina faida 100% kwa sababu inaeleweka vizuri, na sisi kitu kikubwa mteja aelewe. Na ndio maana kwa mfano sasa hivi kuna essay Oktoba tunatiki kipindi kile, manake ilikuwa ni kuashia kwamba uchaguzi tarehe ikifika watu wataenda kupiga kura. Kwa hiyo ukimuuliza mtu Oktoba utatiki au hautatiki, ilikuwa ni rahisi sana pengine kuliko kumwambia utashiriki uchaguzi au vipi. So unaweza kuona kwenye marketing kuna lugha yetu fulani, na hata watu wa CCM wakaichukua hiyo Oktoba tunatiki, au wengine no reforms no election. So kwenye marketing tunatumia istilahi ambazo zinabamba wakati huo. Kwa mfano sasa watu wanasema maokoto, mtu ameandika kitabu chuo cha maokoto. Okay? So unaweza kuona. Kwa hiyo kwenye marketing inalipa hii akili bandia ambayo bado naendelea kuitumia, lakini kama tutapata nafasi kukaa na watu wa TUKI au Baraza la Kiswahili, huwa napenda kusema tukiweza tuangalie namna AI iitwe akili dijitali. Nafikiri kwenye Kiswahili itakuwa vizuri zaidi, na mimi napenda islahi ambayo naipenda 100% ni akili dijitali. Lakini katika mafunzo haya nitakuwa natumia zaidi akili bandia, na ukiona nimetumia akili dijitali jua tu katika furaha ambayo ninayo juu ya islahi hii. Okay? So hizo ni sababu ambazo nilipenda kuelezea juu ya hayo madai yangu ya watu kwamba naharibu Kiswahili na kwa nini bado natumia islahi ya akili bandia licha kwamba sio 100% sahihi. Lakini kwa nini napendekeza iitwe akili dijitali? Sasa tumeangalia historia kutoka mwaka 1940, mwaka 1950, mwaka 1956, mambo yalitokea miaka 1970 na 80 mpaka 2010 na mpaka sasa. Okay? Then tumekuja kuangalia matukio pia yaliyotokea huko katika kongamano la kiteknolojia la Dartmouth huko Hanover, New Hampshire, Marekani, mpaka John McCarthy akaja na hiyo islahi ya artificial intelligence. Tumekuja kuangalia shutuma ambazo mimi nashutumiwa kwamba naharibu lugha ya Kiswahili, na nikajibu kujitetea kwa nini siwezi kutumia islahi akili mnemba, lakini kwa nini siitumii sana islahi akili unde. Kwa nini natumia islahi akili bandia, lakini pia kwa nini napendelea iitwe akili dijitali. Hayo ndio mambo tumeona ambayo unaweza ukayaelewa. Lakini mpaka sasa nikikuuliza AI ni nini, huwezi kuniambia. Kwa hiyo nisingependa nikaribishe maswali uulize kitu ambacho bado hujui hata fasili yake, hata definition yake. So tunaenda kuangalia maana ya AI, maana ya akili bandia. Tukishaweza kuangalia hapa sasa, utaweza kuuliza maswali yako. Kwa hiyo naomba mnivumilie, wale wenye maswali mtauliza. Sasa akili bandia ni nini? Kwa kifupi sana, ukiamka usingizini, sema tu ni mchakato wa kuifundisha mashine ili ifikiri na itende kama akili ya mwanadamu. Penda kuhusisha neno akili kwa sababu nazungumzia akili bandia inaoana na akili ya mwanadamu. Nazungumzia akili. Kwa hiyo akili bandia ni teknolojia inayomwezesha mashine kujifunza 1, kufikiri 2, na kutenda kama, usikimbilia mwanadamu, kama akili ya mwanadamu. Usiache neno akili hata kama kwenye notes haipo. Okay? Kwa akili bandia, kaka Jimmy jana kwa umeuliza hivi ChatGPT ni AI au ni vitu tofauti. Sasa hautauliza swali kama hilo tena, kwa sababu unaelewa kwamba kumbe akili bandia ni teknolojia inayomwezesha mashine kujifunza, kufikiri na kutenda kama binadamu. Mashine wakati mwingine mimi napenda kuita ni hiyo mfumo wa kidijitali kama hiyo ChatGPT. Kwa maneno rahisi kabisa tunaweza kusema kwamba akili bandia ni juhudi za mwanadamu kuipatia mashine uwezo wa kufanya maamuzi bila uhitaji wa mtu kuiendesha moja kwa moja. Kwa hiyo unaipatia mashine nguvu kama ya akili hivi ili uweze kufanya kazi yenyewe. Okay? Sasa hiyo ndio akili bandia. Sasa akili bandia inahusu nini? Akili bandia inahusu mifumo ya kompyuta
inayoweza kutekeleza kazi ambazo kwa kawaida zinahitaji akili ya binadamu. Kazi hizo ni kama vile kujifunza, kufanya maamuzi, kutatua matatizo, kuelewa lugha ya asili, kitu kinaitwa natural language understanding, natural language processing. Okay? Kuelewa lugha ya asili. Hizi AI zinaelewa lugha za asili. Tutakuja kujifunza vizuri kwa mazoezi kabisa. Vile vile kazi nyingine ni kufanya utambuzi, recognition. Inaweza pia kutambua na kuchakata na kuchanganua taarifa. Hizi ni moja ya kazi za asili za akili halisi ya mwanadamu: kujifunza, kufanya maamuzi, kutatua matatizo, kuelewa lugha ya asili, kutambua, kuchakata na kuchanganua taarifa. Sasa akili za mwanadamu ziko wapi? Zimewekwaje? Zina uzito gani? Haya ni mambo ambayo wanasayansi kwetu na kwao bado ni mysteries, ni maajabu tu ya Mungu, na ndio maana tunatapatapa hivyo kujaribu kuwa na kitu ambacho kinaweza kumimiki akili ya wanadamu. Kuna swali mpaka hapa kabla tujaendelea jinsi AI inavyofanya kazi. Kuna swali mpaka hapa kabla hatujaendelea kujifunza jinsi AI inavyofanya kazi. Kaka Jim, kuna swali uliuliza, naomba urudie ile swali. Karibu. Swali langu, hili neno dijitali umekuwa ukilitumia sana. Sasa mimi kwa urahisi tu nilikuwa nataka nijue hasa kama neno la Kiingereza ningetumia neno gani, au mashine digitali. Yaani kuna neno ni digital system. Digital system. Digital system. Ni kama digital system. Ni kitu kama hicho. Sababu hii kompyuta ni mfumo wa kidijitali. Ni mfumo wa kidijitali. Yes. Maana saa zingine najaribu natumia muda mwingi kufikiria, yani kubadilisha, yani I don't know. Yani nashindwa. Anyway, ninapoendelea nitakuwa nazoea. Nitakuwa nazoea. Na hii mashine digitali. Kwa hiyo ukitumia, unaweza kutumia neno fulani alafu ukatumia neno digitali tu peke yake. Sasa digitali ndio ile digital au tungeweza neno la Kiingereza tungekaje? Ndio hiyo. Yes. Mimi natohoa ili kwa sababu hizi islahi zinaeleweka zaidi kwa Kiingereza. Kwa hiyo ninapotohoa inakuwa rahisi kuliko kuleta neno jipya. Na kutohoa ni nini? Kutohoa wewe ni Mtanzania kweli. Kutohoa ni kubadilisha neno la Kiingereza kulifanya la Kiswahili, lakini kwa mahadhi yale. Kwa mfano Mwanasport, hilo ni gazeti. Sport ni Kiingereza. Kutafsiri hivi? Kama kutafsiri? Hapana, yani sio yani unalirasmisha neno la Kiingereza litamkwe katika mahadhi ya Kiswahili na linakuwa neno la Kiswahili linalokubalika. Okay. Kwa mfano neno bus ni BUS, ni Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tumeweka inaitwa bus, BASR. Tumetohoa. Unafikiri unilipe sasa kwenye darasa la Kiswahili? Swahili sijui ni agent wa baraza la Kiswahili? Hapana, mimi ni mfamasia. Famasia. Sasa yani siku nyingine yakuta, lakini I tend to ignore them, lakini sasa yani leo the last 2 days haya maneno yalikuwa yani inabidi nitajifunzia wapi, kwa sababu hata darasa lake alifundishi mahali. Asante, tuendelee. Shukrani sana. Karibu kaka Angelus. Ni swali langu lilikuwa limejikita kwenye matumizi ambayo umeonyesha saa hizi, na jinsi ambavyo inakuwa fed informations kama za akili tu ya mwanadamu mwingine. Sasa nikajiuliza kwamba kama AI inatumia akili kama za mwanadamu, je, kuna mahusiano gani kati ya AI na Google
maana mwanzoni tulikuwa tukitumia Google zaidi, na Google ilikuwa pia ni kama ina akili fulani hivi, ukiuliza kitu inaleta majibu fulani hivi. Kwa sasa hivi tunauliza AI sana sana. Sasa nilitaka kujua mahusiano kati ya hivi vitu viwili, kwamba Google ina AI ndani yake yenyewe au AI ndio inatumia yani mahusiano kwa ufupi. Okay. Yeah. Kwa sasa kwa ufupi ni kwamba Google inatumia pia AI. Kwa mfano tuna Gemini. Gemini ni AI ya Google. Okay? Na tunaweza kukubaliana kwamba namna ile kwamba ukiuliza kitu Google kabla AI haijavuma, Google alikuwa anaweza kwenda kwenye websites mbalimbali na kuleta majibu. Kwa kweli hatuwezi kusema kitu kingine nje ya kwamba ni AI pia. Sasa AI inaweza kwamba sisi tunaipata sasa, kwa mfano let's say ChatGPT, lakini kuna uwezekano mkubwa tutaenda kujadili huko mbele kwamba wenzetu hivi vitu walishakuwa navyo. Unakuta zile kampuni kubwa, kwa mfano The New York Times, wanaandika makala ni kweli ni binadamu hawa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba wenzetu walikuwa nazo his tools. Sasa kwa sababu hawa elites huwa wana utaratibu wa kubadilisha aina fulani ya mfumo wa kiuchumi. Kwa hiyo wanapobadilisha huwa wanakuja na hivi vitu vipya hivi. Kila tunapotoka kwenye .com kuja huku mambo kama haya yanatokea. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sasa wana AI kubwa zaidi kuliko hii ambayo sisi sasa wametupatia na tunaiokota. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba AI Google wameitumia hiyo kwa namna ilivyokuwa inafanya kazi. Kwa mtazamo wangu wa layman, naamini kwamba AI ndio namna yenyewe sasa AI hiyo ya kufanya kazi, sababu ni jambo ambalo mwaka 1940 watu wanajiuliza, mwaka 1956 islahi imetokea. So hatuwezi kudhani kwamba ndio imekuja 2023. Kwa hiyo naweza kukubaliana na wewe kwamba kuna huo uwezekano. Sawa. Kuna swali, kuna mtu amesema ana swali. Kaka Rashid, karibu. Yes, na swali. Ndio. Nimesikiliza. Kwanza nishukuru kwa presentation mzuri, lakini nilikuwa najaribu kufuatilia eneo ambalo umesema what is artificial intelligence. Yes. Kwenye tafsiri ikasema kwamba ni teknolojia ya kuifanya mashine ifikirie kama mwanadamu, kama akili ya mwanadamu. Si kama akili ya mwanadamu. Ndio. Lakini nakuja kujiuliza tena, ni kama nitakuwa niko sahihi kwamba ukisema kama akili ya mwanadamu ni kama AI na mwanadamu they are at par. Yani kana kwamba AI inaweza replace shughuli zote za mwanadamu kama ilivyo. Nikafikiri kwamba kwenye definition ingeacha nafasi ile ambayo umekuwa kwenye presentation zako zote unazizungumza, ile ya kiungu ambayo hatuipati kutoka kwenye AI, lakini kwa mwanadamu tunaipata. Yani ingeonekana hiyo. Sina hakika yani kwa mawazo yangu. Na kuelewa vizuri. Hata mimi mara nyingi nimependa kutumia mithili ya akili ya mwanadamu. Sasa tutamchanganya yes. Huko kidogo naweza nikaelewa. Kwa swali langu liko katika maeneo kama na wewe hilo kitu unaelewa, basi nadhani iko haja ya wale ambao wanasema kama mwanadamu, basi tuwe na debate ya kuonyesha kwamba haiwezi exactly, kwa sababu kwa wanadamu kuna uungo ambao ameuweka ndani ambao kwenye artificial intelligence hatuwezi kuipata. Asante. Ni uko sahihi kabisa. Uko sahihi. Na bado teknolojia wanapambana. Tunaenda kwenye hiyo. Sawa? Tunaenda kwenye hiyo kama. Kwa sasa tutumie mithili kwa sababu ziko aina 3 za AI. Tutakwenda kujifunza kesho au kesho kutwa. Na moja ya aina ni hiyo mimi naita akili bandia binadamu, ambapo wao wanataka
kuja na AI ambayo ni inaitwa General Artificial Intelligence, itafanya kazi kama binadamu. Tutajadili vizuri kesho kutwa. Kwa hiyo wakati kweli hatupendipendi kutumia kusema kama binadamu, lakini wenzetu wako maabara wanataka kuja na kitu kama hicho. Sasa kitafeli, kitafanikiwa, tusubirie. Lakini walau mpaka kwa dakika hii ambapo tupo kwenye hii narrow artificial intelligence ambayo ndio tunaitumia AI kwenye nini, nazungumzia ChatGPT, Perplexity na kadhalika, kweli namna nzuri ni kutumia mithili ya akili halisi ya binadamu. Safi kabisa, umeweka vizuri kabisa. Naona mikono ni mingi. Interesting. Sawa. Kaka Baloge, karibu. Jan mute. Acha nikusaidia kwa mute. Jan mute tafadhali. Okay, wakati kaka Balog anapambana kujani kaka Jim, umenyosha mkono au ulikuwa ni ule wakati ule, unaweza kaendelea? Swali langu na sijui kama na hili. Sasa tunazo app nyingi sana. Kama hivi unaona kuna app ya Direction, unaona app ya ChatGPT, app ya Google, you tap there, alafu unakuta tayari umeingia kwenye hiyo unatafuta kitu. Sasa app ya AI ipo tayari, nikitaka kuingia AI naingiaje? Naendaje? Okay. Sasa ukitaka kuingia AI. Hili swali nani atatusaidia kujibu? Bado hili swali kaka Jimmy linakusumbua toka jana. AI ni akili. Ukitaka kuitumia akili ya AI, manake utaingia kwenye zana inayotumia akili bandia ambayo tunaita AI tools. Na nipata hapa. Moja ya AI tools ni hizo apps ambazo wewe unazisema, kwa mfano ChatGPT inatumia AI kufanya kazi zake. Kwa hiyo ukitaka kutumia AI, ingia ChatGPT. Kwa hiyo app zingine zote hizi zilizopo tunazozitumia kwenye zina AI ndani yake. Kusema zote sio lengo la mafunzo yangu, lakini AI tools, kwa mfano ChatGPT, hizo ni dhahiri napozungumzia. Kwa mfano WhatsApp ile ya kawaida imekuja na Meta AI. Hii ni AI ya Meta, kampuni ya Meta ambayo unaipata. Kwa hiyo sasa kunafanyika kitu ambacho naweza kusema ni kama augmentation, kwamba sasa tools nyingi zinaunganishwa na AI. Zinaunganishwa na AI humo ndani. Manake ni kuifidi huo uwezo wa kiakili, hiyo bandia, ndio kitu chenyewe hicho. Yes. Okay. Just hold on. Utaratibu tutaelewana. Okay, sawa. Kaka Balog, mkono wako ulikuwa umenyosha bado? Kama bado una jambo, otherwise asante sana. Nilikuwa nauliza AI kuhusu AI. Sasa hivi tumekuwa tukiona matangazo mengi sana huko Instagram yakihusisha AI kwamba ndio inatoa inatengeneza matangazo. Je, itaathiri vipi biashara kutokana na watu kuiona kama AI kama ni akili bandia? Kwa hiyo mtu akiona kama matangazo yamefanyika na AI anaweza asichukulie biashara serious zaidi, kwamba huyu mtu atakuwa ndo mfanyeje muhusika wa biashara yenyewe ambayo anaizungumzia, au ni maskam tu ya mtandaoni, wezi tu ambao wanaweza kufanyeje wakamwibia. Je, itaathiri vipi katika biashara ya AI? Okay. Very nice. Swali zuri sana. Sawa. Sasa hili swali kwa kuwa ni zuri sana, nataka nifanye kitu kimoja hapa. Swali ni zuri sana. Kuna kitu najaribu kukifanya hapa, sikipati vizuri. Wait. Okay. Swali ni zuri sana. Kwa hiyo kaka
Baloge, kwa mtazamo wako kwamba matangazo ambayo yanatokana na AI ni kama hayako serious, ndio? Mimi nilivyomuelewa yako serious, lakini watu wakisema kama ni AI wanayapuuza, wanajua sio original. Yani hatuwezi tukajua kama huyu ilikuwa ni original ni nani, kama ni ya mimi. Sawa. Sasa nataka tuangalie ile tangazo, halafu uniambie wewe kama unatamani kujifunza AI uta join, yani utafuatilia taarifa hii. Kwa hiyo naliwasha ile tangazo, halafu tulione, halafu utaniambia tu. Tushirikiane hapa pote tumalize na utaratibu wa kusema tunamaliza hapa kama Magufuli. Kwa hiyo tutamaliza hapa. Tusikize ile tangazo. Unataka kuandaa tangazo, muziki, makala na kitabu kwa msaada wa AI? Jiunge na mafunzo ya AI Mastery sasa. Tutarudia. Unataka kuandaa tangazo, muziki, makala na kitabu kwa msaada wa AI? Jiunge na mafunzo ya AI Mastery sasa. Okay. Kaka Rashid, kama unatamani kujifunza AI, hili tangazo linakushawishi? Mimi naona liko vizuri. Subiri nirudi Zoom. Aliyejibu ni nani? Kwa mimi ambao natamani kuijua hilo tangazo nitalifuata, kwa sababu mimi nahitaji kufahamu mfumo zaidi. Kwa hiyo hilo tangazo nitalifuata. Lakini sasa ninachozungumzia labda biashara ambao haihusiani na AI itaathirika kinamna gani kwa watu ambao wanatazama na wanatamani kuchukua hatua. Sawa. Sawa. Sasa biashara ambayo haihusiani na AI. Very good. Wacha nionyeshe kitu kingine. Tutamaliza hapa. Okay. Suppose wewe usiana AI, lakini unatafuta uko Masasi huko, unatafuta sehemu nzuri ya kula supu. Tangazo hili litakupeleka hiyo sehemu. Tumempiga kichwani, tunakutana supuni. Ewe mwana Yanga, njoo na buku 2 tu upate supu na chapati. Nawe mwana Simba, njoo mikono mitupu tu ununuliwe supu na wananchi. Tutapata supu na chapati tamu wapi? Supu na chapati tamu mtaipata pale KMS, chimbuko la utamu wa nyama. Ewe mwana Yanga, njoo na buku 2 tu upate supu na chapati. Okay. Je, tangazo hili haishana na AI, unaweza kwenda kupata supu na chapati eneo hilo? Nasubiria jibu. Nataka tumalize tujibu swali kwa vitendo. Au let's say wewe unataka kushiriki kwenye kongamano la Kiswahili. Hili tangazo litakubuia kushiriki kwa sababu la AI. Wapendwa, mbona bichi na hoteli zimejaa Zanzibar? Kuna nini? Ni kwa sababu ya kongamano la Kiswahili la kimataifa linaloandaliwa na Baraza la Kiswahili Zanzibar, BAKIZA. Mada kuu katika kongamano la Kiswahili la kimataifa ni matumizi ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano na maarifa. Pia kutakuwa na maonyesho ya vitabu, ujasiriamali, utamaduni wa Mswahili na matembezi ya kitalii katika fukwe nzuri za Zanzibar. Karibuni sana Zanzibar, kwani mtakutana na watu mashuhuri kutoka duniani kote waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya Kiswahili. Kwa maelezo ya jinsi ya kuwasilisha ikisiri yako au kushiriki kongamano, wasiliana nasi kwa namba za simu hapa chini. Tumia Kiswahili, pata maarifa. Tumia Kiswahili, fikisha ujumbe. Tumia Kiswahili. Okay. So, mimi nitaongea. Karibu. Naomba niongee. Karibu. Kutokana na matangazo mbalimbali yaonyesha sasa hivi na concern ya yule ndugu, ndiye concern in essence ya hapa na mimi wasiwasi
au nini concern nini, yani ile ni wasiwasi, ndio wasiwasi na ule wasiwasi yule ndugu, na ambao tuko wengi vile vile, unapokea kitu au mtu unamtumia kitu anakuambia hii ni AI and so what, kama ni AI but do you get them? So kuna yani watu baadaye, kama tunavyosema hapo mwanzoni kwamba tujifunze au kuishi na AI. Sasa tangazo kwa mfano la Kiswahili liko perfect kabisa. Kama kuna kongamano kama hilo ambalo linaendelea na watu washaanza kulisikia, wataenda hata akisema kama ni AI, lakini kwamba tutakuja kuzoea, yani hii AI itakuwa na sisi, itakuwa kama kitu cha kawaida tu, itakuwa hamna tena nani kusema eti hii ni AI nini. Imeturahisishia kufanya matangazo mazuri kama hayo, lakini zamani labda ulikuwa unachukua muda mrefu kufanya tangazo kama hili. Sio muda mrefu tu, gharama, kwa sababu tangazo kama hili unaona hao watalii unachukua uende hotelini, huwezi kufanya hiyo tangazo bure. Mimi nimetoza 100,000. Hilo tangazo huwezi kufanya physically ile really kwa budget ya 100,000, huwezi. Unaona? Inabidi ukusanye watu kabisa halisi. Yes, kuna watu wengine hapo watakushua kwa nini umeonyesha kwenye tangazo, unabidi wape pipi. Unaona? Wape na sema kulala si ajabu kama wasafiri kutoka Zanzibar. Okay, so swali la msingi la kaka Baloge ni la msingi. Lakini sasa mimi ni mtaalamu wa matangazo. Kwenye marketing kitu ambacho kinamata ni relevant ya ule ujumbe wako kwa mhusika. Hicho ndio kitu ambacho kinamata. Inaweza ikawa video, ikawa sauti tu, lakini kama lile jambo mtu analitafuta, basi inakuwa kwake yeye. Umeliandaaje? Wakati mwingine hata huwa watu hawaangalii hata sehemu, kwa sababu tupo kwenye wakati ambao binadamu tumechoka kweli vitu fake. Ni kweli tunataka vile vitu authentic, na ndio maana TikTok imepata umaarufu, kwa sababu mtu yuko zake, hata kama yuko sehemu chafu ana record video hivyo. Watu wanapenda huo uhalisia, watu wapendi umepiga picha, umeedit, umekuwa mweupe sasa hata sio wewe. Unaona? So hilo ni jambo la kwanza, kwamba ujumbe uguse walengwa wako. Yule mtu ambaye atasema ni scammers na nini, hata guswa. Nyie wote hapa mmeguswa na tangazo ambalo limeandikwa na limesambazwa na nani? Na Mwalimu Dennis Mpagazi. Hii tangazo nimeandika mimi kwa AI, nikaliboresha. Nani amegundua kwamba imeandikwa na ChatGPT ile tangazo? Ni la zamani kidogo. So nimempatia Mwalimu Dennis, yeye amesambaza tu. So hakuna aliyegundua. Na haya tangazo hili, kwa mfano hili ambayo nimerusha sasa la huyu mwanamke anaendesha Range Rover, hili soon nitalipia YouTube, nitalirusha. Kuna watu humu kadhaa wametoka Sudan. Nafikiri Montres amekuja. Montres, wewe kama umetokea Facebook au Instagram, tangazo langu umeliona kule, ni AI. Kuna watu wametokea Facebook, sio wote mmetokea kwenye magrupu ya Mwalimu Dennis Mpagazi. Tangazo nimelipia Facebook na watu wengi wanakuja. Na matangazo yangu yote nimeandaa kwa AI. Kwa hiyo ni kweli kwamba mwanzoni kutakuwa na hako kaukakasi, lakini kadri tunavyoenda tutazoea. Sasa swali la msingi lilikuwa ni athari kwa hao watu wa marketing. Hatari kubwa iko kwenye kuidharau AI kuliko kuitumia. Kwa sababu wakati wewe unatumia 5,000,000 kuandaa tangazo, mimi natumia 100,000. Hatuwezi kushindana sokoni. Mwenzako mimi nina budget ndogo kwenye matangazo na ananipa faida. So tangazo kwenye AI naangalia relevance. Naenda kuangalia trends, vitu gani vina trends Instagram au Facebook, naangalia. Then namwambia AI anaandalia kitu kama kile ambacho kina trend kwa sasa. Kwa tangazo linakuwa more relevant na cost inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ushauri wangu, tusiache kuitumia AI, na kadri siku zinavyozidi kuja hizi AI tools, angalia lafudhi ya hiyo Kiswahili inakuja kufanana na halisi kabisa. Kwa hiyo utafika wakati kuna mjadala hadi sasa Marekani kwa mfano unaendelea, wanasema tunafikia hatua mtu hawezi kutofautisha kuwa hii ni AI au hii ni halisi, mpaka uingie AI ili uthibitishe. Na kwa sababu hiyo hata katika propaganda za baadhi ya viongozi wetu wanatumia hicho kitu, wanasema hiyo video ni ya AI ili kupotosha umma, hata kama ni ya kweli, kwa sababu umma unashindwa kutofautisha kati ya halisi na AI. Unaona sasa hicho kitu. Sasa kama jamii inashindwa kutofautisha kati ya halisi na AI, maana hata ukitumia AI bado kuna faida pale.
Kwa tumeona kuna video watu wanasema ni AI generated, lakini video ni halisi. Kwa mfano mimi ni mtu ambaye wa AI, nikichukua ile video nikiingia kwenye tool inaniambia kwamba ni halisi au inaniambia kwamba ni AI, wakati wengine wanadai kuwa ni halisi. Sasa kama jamii inashindwa kutofautisha hivyo vitu viwili, maana yake ni vitu ambavyo ni sawa sawa. So tuendelee tu kutumia AI. Okay, na stop recording ili video isiwe ndefu. Naona dada hapo unataka kuzungumza kitu? No. Sawa. Okay. So, naona okay, kaka Kasim ana swali. Sawa, kaka Kasim karibu. Dada hapa kwenda kwenye supu. Supu buku mbili. Wewe utakuwa ni mwananchi. Kaka Kasim karibu. Karibu, alafu tutaangalia kama tutakuwa na muda tutaendelea, kama tutakuwa na muda tutaendelea kesho. Otherwise karibu kwa swali. Kaka Kasim bad. Wacha ni kwa unmute. Kaka Baloge, kama hujaridhika tutaendelea na home data vizuri. Ni kweli huwezi kuridhika tu hivi kirahisi rahisi. Karibu kaka Kasim. Asante. Ndio. Swali langu lilikuwa ni kwamba hii AI labda kwenye kuandaa matangazo, labda mziki au nini, kwao haitahitaji kwamba niwe na PC au labda nitakuwa naweza kutumia hata simu ambayo nilionayo Mziki na nikafanya mambo moja. Tangazo unaweza kaandaa kwa simu. Yeah, so mimi kila kitu nimewahi kuandaa kwa simu. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo tutajifunza hapa unaweza kuifanya kwa simu. Nimejibu swali? Asante. Yeah. Okay. Asante. Okay, sasa hakuna swali. Tunasemaje? Tuendelee kwenye kipengele kinachofuata kidogo au tuendelee kesho? Ndio maana kwa nasema siku hizi za kwanza kwa sababu ni nadharia huwa tunachukua muda kidogo. Kwa tunaweza kufika saa 4, lakini tukianza practical kipindi kama muda kama unakuwa tumeshamaliza kila kitu kwa sababu ni rahisi. Kama tuna nguvu ya kuendelea tuendelee, kama hakuna nguvu tuishie hapa ili tuweze kuendelea kesho.